Na mtazamaji wa Dunia Digital popote pale ulipo, yani nikitumai uko vizuri, wakiendelea kupata update mbalimbali kutoka hapa Dunia Digital. Kubwa zaidi nimekuwa nikikusia usiache kusubscribe, go like, kushare na comment ili unapata update kama hizi kutoka hapa Dunia Digital. Bwana, taarifa ambayo imewacha wengi midomo wazi ni juu ya kuchaguliwa kwa Mheshimiwa Tundu Antipas Mugwai Lissu kwa mwenyekiti wa vyama vya kidemokrasia duniani IDU, na hii imetokana na kuhitimishwa kwa mfululizo wa mkutano ambao unafanyika huko jijini Brussels, Ubelgiji, na kufanya uchaguzi wa safu mpya ya uongozi. Katika mkutano huo ambako chama kiliwakilishwa na makamu mwenyekiti wa Democracy Union of Africa DUA kanda ya Afrika Mashariki, Mheshimiwa Deogratias Munishi, wajumbe walimchagua waziri mkuu mstaafu wa 22 wa Canada, Mheshimiwa Stefano J hapa kuendelea kuwa mwenyekiti kwa miaka 3 ijayo. Aidha, mkutano huo kwa kauli moja ulimchagua mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo taifa, Mheshimiwa Tundu Antipas Mugwai Lissu kuwa sehemu ya jopo la makamu wenye viti wa umoja huu. Rekodi ya msimamo usioyumba katika kupigania haki, utawala bora na demokrasia Tanzania licha ya mazingira hatarishi, ikiwemo tukio la kutolewa uhai kama ilivyoelezwa kwenye mkutano huo, iliwapa imani wajumbe kutaka mataifa mbalimbali ulimwenguni kumchagua Mheshimiwa Tundu Lissu katika wadhifa huo. Zaidi, wajumbe wa mkutano mkuu wa IDU walitanabaisha kwa uzoefu wake katika mapambano ya kutafuta demokrasia ya kweli, haki na uhuru wa kweli, Mheshimiwa Tundu Lissu atatoa mchango mkubwa ndani ya IDU, hasa katika kumulika maeneo yanayokabiliwa na changamoto za kuporomoka au kudorora kwa demokrasia na kuibuka kwa tawala za kimila, hususan bara la Afrika. Hii ni taarifa ambayo imepostiwa kupitia ukurasa rasmi wa chama cha demokrasia na maendeleo. Barua rasmi ikiandikwa siku ya Jumamosi tarehe 24 na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Bi Brenda Lupia. Hizi ni update kutoka Dunia Digital. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.